DW. Maoni. Naam, na kukaribisha msikilizaji kwenye maoni meza ya duara, ambapo wataalamu wetu wanayajadili masuala mbalimbali ya dunia. Na leo hii mada ni mgogoro wa Sudan ulioanza mnamo mwezi Aprili mwaka 2023. Sababu ya kuzuka mgogoro huo ni mvutano kati ya pande mbili za jeshi la Sudan zinazopigania mamlaka ya utawala, yaani kati ya jeshi kuu na vikosi vya RSF. Maelfu ya Wasudan wameshakufa, mamilioni wamekuwa wakimbizi wa ndani na wengine milioni 3.5 wamekimbilia nchi za jirani. Isitoshe, Wasudan zaidi ya milioni 33 sasa wanahitaji misaada ili kuweza kuendesha maisha yao. Kwa nini historia ya Sudan imekuwa na migogoro tangu nchi hiyo ijipatie uhuru mnamo mwaka 1956? Je, Wasudan wenyewe wataweza kuondokana na hali hiyo? Au nani anaweza kuisaidia Sudan? Na je, ni kwa kiasi gani mataifa ya nje yanahusika na migogoro ya ndani ya Sudan? Umoja wa Afrika nao unaweza kusaidia vipi? Na je, mkutano wa kimataifa uliofanyika mjini Berlin umeleta tija yoyote? Maswali hayo na mengineyo juu ya Sudan yatajadiliwa na wataalamu wetu kwenye meza hii ya duara. Na sasa msikilizaji, napenda kuwatambulisha wachambuzi wetu watakaoshiriki kwenye meza ya duara leo hii. Kwanza ni kutoka Mombasa, pwani ya Kenya huko, ambako nimebahatika kumpata Bi Maimuna Mwidau, mchambuzi wa masuala ya siasa za Kenya na kwingineko barani Afrika. Huko nchini Tanzania leo tunajumuika naye Tumaini Munale, mkufunzi wa chuo cha ualimu cha mjini Shinyanga, na Munale ni mchambuzi wa masuala ya Afrika na pia ya kimataifa. Na watatu kwenye meza yetu ya duara ni Omar Mutasa kutoka Kampala, Uganda. Mutasa ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa mwenye ufahamu mkubwa na masuala ya Sudan. Msikilizaji, mimi ni mwenyekiti wako kwenye meza hii ya duara leo hii. Naitwa Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Na moja kwa moja swali langu la kwanza linakuja kwako Omar Mutasa. Kwa nini historia ya Sudan imekuwa na migogoro tangu nchi hiyo ijipatie uhuru? Kama nilivyosema katika utangulizi, nchi hiyo haijakuwa na utulivu wa kuendelea tangu ijipatie uhuru mnamo mwaka 1956. Asante sana mwenyekiti. Labda jambo ninaloweza kusema ni kwamba Sudan imekuwa na migogoro kama ulivyosema tangu ijipatie uhuru katika miaka ya 50. Nadhani tatizo moja kubwa ni kwamba taifa hili limekuwa na tabia ya kuwepo mapinduzi ya mara kwa mara, na hasa mapinduzi jeshi limekuwa kila mara ikiwa katika mstari wa mbele. Nadhani hili ndio tatizo moja kubwa ambalo jeshi limekuwa kila mara. Ukiangalia historia ya Sudan, jeshi limechukua hatamu mara nyingi kuliko serikali za kiraia. Ushafahamu? Hii imekuwa ndio tatizo moja kubwa. Ukiangalia kuanzia Jafar Nimeri, Suari Tahab, wamekuja Bashir Kaja, sio wamekuja nani hawa sasa hivi Burhan al-Fattah na wengineo, utakuta kwamba muda mrefu jeshi, tatizo kubwa limekuwa kwamba lina mkono mkubwa katika siasa za Sudan. Hili ndio moja katika tatizo moja kubwa. Asante sana. Kwako Tumaini Munale, wewe unadhani ni kwa nini mgogoro wa Sudan haujapatiwa ufumbuzi? Wakati Umoja wa Mataifa unajua na umesema kwamba maelfu ya watu wameuawa, wengine zaidi ya milioni 11 wameachwa bila makazi, huku ikikadiriwa kwamba takriban 70% ya Wasudan wanaishi katika hali ya umasikini mkubwa. Dunia yote inafahamu. Sasa kwa nini imekuwa vigumu mgogoro huo kupatiwa mwarobaini? Ugumu wa kutatua mgogoro huu nafikiri unasababishwa na mgawanyiko wa mataifa yale ya nje ambayo yanatoa msaada kwa vikundi vya kijeshi. Naweza nikasema hiyo ni sababu ambayo pia ni kubwa sana. Kuna mataifa ambayo yamekuwa yakitajwa kuhusika kwa upande wa Rapid Force RSF, lakini pia kwa upande wa Sudan Armed Force SAF. Mataifa haya utaona Misri, Uturuki, Irani, Urusi
kwa upande wa jeshi la serikali ya Sudan, lakini pia Kenya imekuwa ikitajwa, na hasa ukizingatia kwamba Hemed huyu Hamdan Daglo amekuwa sana akifanya mikutano yake mingi katika jiji la Nairobi. Kwa hiyo kumekuwa kutajwa pia sana uhusiano, hata tunakumbuka pia Rigathi Gachagua aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya aliwahi kugusia hili swala, japo kuwa serikali ya Kenya yenyewe imeshakanusha kwamba haihusiki, lakini kuna United Arab Emirates, UAE, Chad pia na Libya kwa upande wa Rapid Support Force. Sasa haya mataifa ya nje yamefanya huu mgogoro kuwa mgumu sana kuweza kutatuliwa, kwa sababu yanatoa zile silaha, wanatoa drones, ndege zisizokuwa na rubani na misaada mingine ya kivita. Kwa hiyo wanawapa nguvu haya hizi kambi mbili ambazo zinapigana. Lakini pia kingine ni ule mgawanyiko wa haya majeshi mawili, RSF na SF, ambayo katika utawala wa Omar al-Bashir aliyatumia yote kwa pamoja. Lakini pia majeshi haya yaliungana wakati wa kufanya mapinduzi ya kumondoa Bashir mwaka 2019, wakatofautiana katika namna gani waongozi serikali, wakatofautiana katika namna gani wanaweza wakafaidika na masuala ya kiuchumi ama kiutawala. Kwa hiyo pia hilo pia lipo la kushindwa kuunganisha vile vikundi vya kivita, zile milikia. Lakini pia kukosekana kwa utawala bora. Baada ya mapinduzi ya mwaka 2019, Sudani imekuwa haijawa na kiongozi shupavu ambaye ana uwezo wa kuunganisha yale makundi yote ndani ya Sudani. Sawa kabisa. Bi Maimuna, umesikia maelezo ya Tumaini Munale pamoja na kutoka kwake Omar Mutasa, lakini tukirudi nyuma kidogo, wakati wa mchakato wa kuleta mageuzi huko Sudan, liliundwa baraza la pamoja la wanajeshi na raia kwa lengo la kuzijadili njia za kujenga demokrasia baada ya utawala wa Omar al-Bashir kung'olewa. Sasa unadhani raia wa Sudan wanayo nafasi ya kutoa mchango wowote katika juhudi za kuleta suluhisho katika nchi hiyo ambayo inakumbwa na mapigano? Wananchi wanaweza kuhusishwa na kuleta juhudi za uwiano, lakini lazima tuelewe kwamba huu mgogoro mkubwa si baina ya wananchi na wanajeshi, ni baina ya wanajeshi kwa wanajeshi. Na mara nyingi hizi nchi ambazo zimependuliwa na jeshi linachukua hatama za uongozi, inakuwa ni vigumu sana wao kuona namna nchi inavyoweza kuendeshwa kama kiraia. Kwa mfano katika lile baraza walipokubaliana kwamba wataweka waziri mkuu, wakakubaliana kweli waziri mkuu akawekwa kwa sababu wananchi walikuwa wamekubaliana. Lakini hapo waziri mkuu huyo utakuta jeshi ilikuwa haitaki awe na mamlaka zaidi ya wao. Ile RSF na SAF wote wawili walikuwa wataka wawe na mamlaka makubwa zaidi kuliko yule waziri mkuu. So hapo kuna tatizo la kwamba wananchi na jeshi, namna ya kuendesha serikali ni vitu viwili tofauti. Na mfano mzuri ambao umetokea pia ni Bangladesh. Unapokuwa jeshi lina nguvu, lina hisa katika serikali, linafanya biashara katika nchi, inakuwa ni vigumu sana kwa wanaweza kuendesha nchi kidemokrasia. Na hapa Sudan tumeona kwamba RSF tayari ni watu ambao wana biashara kubwa ya dhahabu na wanasimamia maeneo makubwa ambayo yana dhahabu. Kwa hiyo wanapokuwa wafanya biashara ile, hawangetaka SAF waweze kuamiliki pia. Na SAF kwa upande mwingine, kwa sababu ni jeshi la nchi, si kama RSF ambao asili yake inajulikana, wao ni Janjaweed ambao ni milisha zilikuwa katika sehemu za Darfur. Kwa hiyo wametumika kama kitengo cha milisha kwenda kusimamia labda mambo ya Libya, masuala ya Yemen, na walikuwa wakimlinda Bashir. Kwa hiyo hii shida ya Sudan ni kwa sababu kundi moja si kundi ambalo limeundwa kisheria kama vile jeshi linavyoundwa. Kundi la jeshi nalo halina nguvu kulingana na mali walionayo RSF. Kwa hiyo hapa hili tatizo litakuwa ni gumu, kwa sababu pia nchi zingine tofauti zina interest yake pale ndani. UAE wanafanya biashara ya dhahabu na RSF, kwa hiyo RSF inaweza kupata vifaa kupitia UAE. Ukiangalia upande mwingine, RSF
inataka uongozi mkubwa, lakini hawana uwezo wa kuongoza nchi ile. Kwa hiyo lazima wapigane vita. Bahati mbaya sasa ni kwamba wanapokuwa wao wawili wanapigana vita na vifaa vyote vya vita wanavyo, wanaoathirika sana ni wananchi wa Sudan. Wameivunja nchi karibu yote, imebaki sasa ni kama nchi nzima ni refugee camp, sababu watu wamekimbia kila pahali, wamevunja uchumi wote wa nchi. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa dunia nzima lazima ikae ifikirie ni njia gani Sudan itaweza kusaidika. Na bila shaka kilichojitokeza dhahiri hapa kama unavyosema Bi Maimuna ni kwamba katika huu mgogoro wa Sudan ni mapambano kati ya jeshi kuu SAF kama ulivyosema, chini ya mwenyekiti wa baraza la kijeshi la mpito Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, na hivyo vikosi vya RSF vinavyoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Daglo. Kwa jumla naweza kusema ni pande mbili za jeshi zinazopigana. Sasa Bwana Mutasa, unadhani ni pande hizo mbili tu ambazo zinaweza kuamua juu ya mustakabali wa Sudan? Sidhani kama ni pande hizo mbili tu ndizo zinazoweza kuamua mustakabali wa Sudan. Kwa sababu moja, ukiangalia kabla ya mapinduzi yaliyofanywa 2019 kumwondoa Omar Hassan al-Bashir, wananchi walishiriki kikamilifu katika tatizo hili la kutaka Omar Bashir atoke au atolewe kwenye madaraka. Kwa hivyo ni swala ambalo la kuweza kuwaleta wananchi wa Sudan wawe pamoja katika tatizo hili. Ikiwa wananchi wa Sudan, nikimaanisha wananchi wa Sudan namaanisha mashirika ya kibinafsi, mashirika ambayo ya kijamii ambayo ya raia wa Kisudani wanaweza kukaa pamoja kama walivyokubaliana mwanzo baada ya hiyo mapinduzi yaliyofanywa 2019 kumwondoa Omar Bashir, wakakubali kumleta Abdallah Hamdok kama waziri mkuu wa Sudan, na baadaye baada ya mwaka mmoja miwili alitimuliwa. Kwa hivyo ni swala ambalo linahitaji wananchi wa Sudan kikamilifu, kwa sababu wananchi wa Sudan wamekuwa wakiandamana kutwa kucha katika, ukiangalia nyakati za nyuma, ndio wamekuwa katika mstari wa mbele katika uwepo mabadiliko katika siasa ya Sudan. Ikiwa wananchi hawatoshirikishwa, hiyo inakuwa tatizo kwamba hawa wanaojiamulia mambo yao wana uchi wa madaraka na wote ni wanajeshi. Nchi haitoweza kuendeshwa kwa sababu ya mtutu wa bunduki. Lazima awepo. Hii Sudan sio wanajeshi tu, Sudan ni ya wananchi wote wa Sudan. Kwa hivyo lazima raia wa Sudan washirikishwe katika kuamua mustakabali wa taifa hili. Sawa sawa kabisa. Munale, pana hisia kwamba mgogoro wa Sudan umesahauliwa kutokana na jumuiya ya kimataifa kutingwa na migogoro mingine kama vile vita vya Ukraine na matukio ya Mashariki ya Kati. Hivi kweli tunaweza kusema kwamba huu ni mgogoro uliosahaulika au ni mgogoro uliotelekezwa kwa mtazamo wako? Mimi naweza nikasema kwamba haujasahaulika, kwa sababu tumeona jitihada hapo mwanzoni wakati vita inaanza, tumeona jitihada kubwa zikifanywa na jumuiya ya IGAD katika kutatua mgogoro ule. Na bado japokuwa Sudani ilikuja kuondolewa kwenye jumuiya ya IGAD, lakini imerudishwa ndani ya mwaka huu, ikiwa pia ni mojawapo ya jitihada hizo za jumuiya za kimataifa za kutatua mgogoro huo. Umoja wa Afrika wanafanya pia nafasi yao, na tumeshuhudia kwenye huo mkutano uliofanyika Berlin hivi majuzi, nafasi ya Umoja wa Afrika ikiwepo pia katika namna ambavyo waliweza kutoa maoni ya nini kifanyike, lakini pia kutoa michango na wakahidi hizo pesa ambazo zitatolewa kwa ajili ya kutoa mgogoro ule. Kwa hiyo ukiangalia jitihada zimekuwa zikifanyika mara kadhaa. Nimesikia mwenyekiti wa kamishna ya AU akizungumzia kuhusu mgogoro ule na kutembelea Sudani na kutembelea pia baadhi ya nchi ambazo zinahusika moja kwa moja na mgogoro ule ili kuona namna gani ambavyo anaweza kusaidia. Kwa hiyo jitihada zimekuwepo, na tatizo tu ni kwamba haya mataifa yale ya nje ambao tuseme kwamba wanafaidika, kwa sababu Mama Zainab, tukumbuke pia kwamba vita imekuwa pia ni uchumi. Wanapotokea vita, kuna nchi ambazo zingine zinanufaika na ile vita kupitia kuuza zile silaha. Kwa hiyo wanapokuwa wanapigana, kuna mataifa ambayo yananufaika pale, wanauza silaha zao, lakini pia wanapata dhahabu, wanapata mafuta. Kwa hiyo yale mataifa ambao wameona kama kitega uchumi chao ni vita ya Sudani ndio wanaonufaika.
Kinyume chake wananchi wa kawaida ndio wanaoteseka, na inaonekana kama vile mgogoro umesahaulika, lakini kimsingi haujasahaulika. Lakini pia shida moja iliyopo ni kwamba dunia imekuwa na migogoro mingi. Ukiangalia Kongo kuna mgogoro unaendelea, ukiangalia Irani kuna mgogoro, ukienda Urusi na Ukraine kuna mgogoro. Kwa hiyo hata hizi jumuiya za kimataifa kuna muda pia zinajikita zaidi kwenye migogoro ambayo inakuja, ambayo ni mipya, na kujikuta ile ya zamani inaonekana kama vile imesahaulika, lakini kimsingi naweza kusema kwamba migogoro haijasahaulika. Kwa hivyo wewe unasemaje Bwana Munale, mgogoro huu umesahaulika au mgogoro huu umetelekezwa tu? Sidhani kama umesahaulika ama umetelekezwa. Nafikiri kwamba jitihada kubwa sana zinatakiwa ziwepo kwa Wasudani wao wenyewe katika kutatua mgogoro ule. Ukisema umetelekezwa ama umesahaulika, maana yake ni kwamba tunategemea yale mataifa ya nje ama jumuiya za kimataifa ndio zikautatue, kitu ambacho kitakuwa ni kigumu sana endapo wao wenyewe wa Sudani hawajawa tayari katika kukubaliana na katika kuondokana zetu sote ambazo zinawakabili. Kwa hiyo jitihada zimefanyika, lakini shida kubwa imekuwa kwa wao wenyewe wananchi wa Sudani, ama tuseme majeshi na hizo vikundi vya kijeshi vya kivita ambavyo sasa hivi vimeshaongezeka. Sasa mwanzo tulikuwa tunazungumzia kuhusu SF na RSF, lakini sasa hivi kuna SPLM North pia imeshaongezeka, kuna SLA-AW imeshaongezeka. Kuna vikundi karibia sasa 10 ambavyo vimekamata maeneo mbalimbali ndani ya Sudani, kwa sababu panapotokea udhaifu wa serikali katika kuleta amani kwa wananchi, panapotokea udhaifu wa mahakama, udhaifu wa polisi, udhaifu wa magereza, vile vikundi vya kijeshi, zile militia nazo zinachukua nafasi ya kuteka maeneo na kujikusanyia kodi na kuumiza watu na kukusanya utajiri, ndicho ambacho kinafanyika pia Kongo ya Mashariki. Kwa hiyo hata kwa Sudani mapungufu haya yaliyotokea ndani ya serikali yamepelekea sasa vikundi vingi pia kuzaliwa kujinufaisha kupitia mgogoro huu ambao unaendelea. Kwa hiyo mgogoro unazidi kuwa mzito kwa sababu ya wao wenyewe wa Sudani kuacha mgogoro ukiendelea, moto ukiwaka, pasipo kuchukua jitihada kubwa ya kuacha tofauti zao na kuungana na kuweza kupigania taifa lao ili liwe na amani. Na kutokana na sababu hizo na wachambuzi wengine, Bi Maimuna na Bwana Omar Mutasa, mmetaja mambo kadhaa ambayo yanasababisha mgogoro huo nchini Sudan. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya Sudan, Dennis Brown, yeye amesema huu ni mgogoro uliotelekezwa na ameikosoa jumuiya ya kimataifa kwa kushindwa kukomesha mapigano. Bi Maimuna, wewe unasemaje? Alafu unafikiri nini kinaweza kufanyika kuhamasisha juhudi za kuumaliza mgogoro wa nchi hiyo? Kama wenzangu walivyozungumza, huu ni mgogoro ambao ninauona mimi ni mgogoro wa ndani kwa ndani, si mgogoro baina ya nchi kadhaa, ni mgogoro wa wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo nchi za kimataifa mara nyingi wanajaribu kadri ya uwezo wao labda kuleta amani, kuwaleta vikundi tofauti ili waweze kuzungumza na waelewane. Lakini lao ingekuwa mgogoro huu ni baina ya Sudan na nchi nyingine ya kimataifa, nafikiri tungeona jumuiya ya nchi zote zikisimama kutaka kuhakikisha kwamba huu mgogoro hautaendelea kwa mbali, kwa sababu hata kama wakipigana ndani ya Sudan haituathiri sana sisi ambao tuko nchi zingine. Lakini leo vita vinapokuwa ni baina ya Ukraine na Russia, inaathiri ulimwengu mzima. Vita vya Marekani na Israel na Iran vinaathiri ulimwengu mzima. Ndio maana unakuta kwamba mataifa yatakwenda mbio kutafuta suluhu. Lakini kwa sababu hivi ni vita vya ndani kwa ndani, vya wenyewe kwa wenyewe, yapo ni wanajeshi na wananchi wenyewe wa Sudan na vikundi tofauti, ni vita vya ndani kwa ndani. Kwa hivyo inawezekana, Bi Maimuna, inawezekana kwamba hizi nchi za nje mlizozitaja ambazo zinahusika ni kwamba zenyewe zinataka mgogoro huu uendelee ili kuweza kulinda maslahi yao? Kwa upande mmoja ndiyo, kwa sababu kama UAE ikiwa inapata dhahabu kwa bei rahisi, labda watazidi kufanya biashara na wao. Egypt kwa upande wake ina maslahi na mto Nile ule, itazidi kusaidia SAF na wengine wengi hatuwezi kuwajua kwa sasa, lakini huu mgogoro unawafadhili wengine, japo ni matatizo kwa Wasudani wenyewe, lakini kuna wengine wafaidika, unaona.
na ingekuwa athari yake itafikia pengine Kenya, ifikie Uganda, ifikie nchi zingine, hapo ungeona watu wangekaa kwa haraka sana kutafuta suluhu. Na sidhani kama baada ya muda watu watanyamaza, kwa sababu ukiangalia ripoti ni nyingi zinatoka kwa mashirika tofauti wakifuatilia mambo yanayotokea Sudan. Bala, njaa, watu wanakufa, wanauliwa, kuna hao wanasemekana wanawaua wale wa Afrika walioko Sudan, nani kama vita vya ukabila vilotokea na Rwanda. Kwa hiyo ikifika kiwango fulani lazima nchi zote zitafute suluhu. Kwa sasa suluhu zenyewe ni ndogo zinajaribiwa hapa na pale, na ambao wanapigana ni watu ambao wana vifaa vingi. Sasa mwananchi wa kawaida hata akisema anataka kwenda kuandamana inakuwa ni vigumu. Wakati ule walipokuwa wanampiga al-Bashir ilikuwa kwa sababu jeshi imeshikana na wananchi. Sasa hivi ni jeshi kwa jeshi, kwa hiyo mwananchi wa kawaida itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu hawezi kujulikana yeye anasimamia SAF ama anaunga mkono RSF, pengine hata haungi mkono kikundi chochote, lakini wanajeshi wanapokuwa wanapigana, raia anakuwa na shida sana kuweza kusimama na kutafuta ile suluhu. Omar Mutasa, kwa ufahamu wako wa masuala ya Sudan, unadhani nani sasa anaweza kuwa na uzito mkubwa wa kuleta suluhisho nchini humo? Je, ni Marekani, ni Umoja wa Ulaya, mataifa ya Ghuba ya Afrika, au ni nani hasa kwa mtazamo wako? Nadhani kuna msemo mmoja siku zote umekuwa ukisemwa hapa kwamba wa Afrika au bara la Afrika ndilo la kuweza kutatua matatizo yake wenyewe, wa Afrika kuweza kutatua matatizo yao wenyewe, kuliko kuwaleta watu wa nje kuja kufanya nini, kuingia katika matatizo ya wa Afrika. Hili si baya nchi za nje kufanya nini, kuja kuingia, lakini tutizame ikiwa mataifa ya nje yanaingia katika masuala ambayo yanahusu Afrika, wanaingia kwa muktadha gani, wanaingia kwa njia ipi? Ushafahamu, wanaingia kwa njia ya kusuluhisha kweli, kuleta pawepo amani, au wanaingia kuwa na maslahi yao wenyewe. Nitakupa mfano mmoja. Sasa hivi kama nilivyosema kwamba matatizo ya Afrika lazima yanatatuliwa na Waafrika, ndio msemo ambao umekwepo. Sasa hivi shirika la pembe mwa Afrika IGAD limteua Rais Yoweri Museveni wa Uganda kuwa mmoja katika watu ambao wanaoweza kufanya nini, kuweza kujaribu kutatua swala hili. Na hawa vigogo hawa wawili wameweza kuja nchini Uganda. Burhan al-Fattah ameweza kuja kuitembelea Uganda na kukutana na Rais Museveni, pamoja na huyu Mohamed Hamdan Dagalo Hemeti naye ameweza kuja hapa, kwa sababu haya yote ni juhudi ambazo zinafanywa na IGAD baada ya Sudan kukubali kurudi katika jumuiya ya IGAD. Sahau kwamba walikuwa wametoka. Kwa hivyo Waafrika wanajaribu, Umoja wa Afrika pia nao unajaribu, ingawa siku nyingi watu wamekuwa wakisema kwamba hauna meno ya kutafuna zaidi. Ushafahamu? Licha ya kwamba Umoja wa Afrika una kikosi maalum cha jeshi kinachounda jeshi la Afrika, na wengi walikuwa wakisema kwamba lao ingeliwezekana jeshi hilo kwenda kuingia pale alau kutuliza mambo siwepo, lakini inaonekana hilo si rahisi. Kwa hivyo Waafrika wanajitahidi. Tusahau mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amekuwa nchini Ujerumani katika huu mkutano ambao umefanyika wiki hii wa kutafuta misaada zaidi au misaada ya kibinadamu kwa raia wa Sudani ambao wanaoteseka kwa hali na mali kwa hakika. Kwa hivyo juhudi zipo, ingawa zinakwenda polepole, lakini juhudi zipo za kutafuta pawepo amani katika Sudani. Na bado tunaingia sasa hivi mwaka wa 4, hatujui utaisha lini. Sawa. Kwako Munale, umemsikia hapo Omar Mutasa ameelezea kuhusu matatizo ya Afrika yanatakiwa kutatuliwa na Mwafrika ama nchi za Afrika zenyewe. Umoja wa Afrika umesimama wapi juu ya mgogoro wa Sudan? Unadhani jumuiya hiyo imejaribu kuchukua hatua za kutosha ili kuwasaidia wa Sudan? Umoja wa Afrika umejitahidi za kutosha. Utakumbuka kwamba baada ya mapinduzi ya kumwondoa Omar Bashir, Sudan iliondolewa katika Umoja wa Afrika,
ikiwa ndio mojawapo ya vigezo vya kuwepo katika Umoja wa Afrika, ni pamoja pia na kuwepo na utawala bora na mabadiliko ya serikali yanayozingatia demokrasia. Lakini licha hivyo, Umoja wa Afrika umekuwa ukijitahidi, japokuwa pia vikwazo vipo. Tunajua kwamba michango ya nchi wanachama katika Umoja wa Afrika pia imekuwa ikisuasua, lakini sasa ule mgawanyiko wa ndani, tukirudi pale pale kwenye ule mgawanyiko wa ndani ya Sudani. Hapa siku za karibuni Marekani waliunda ile umoja wa Quad, yale mazungumzo ya diplomasia ya Quad kwa ajili ya kutatua mgogoro huu wa Sudani, wakihusisha Saudi Arabia, United Arab Emirates pamoja na Misri. Na pia umoja huo wa Quad walijaribu kuongea na pande zote mbili, upande wa Rapid Support Force lakini pia upande wa Sudan Armed Force. Na tukaona kiongozi huyu, mwenyekiti wa baraza la kijeshi la mpito la Sudani, Abdel Fattah al-Burhan, yeye mojawapo ya sababu alizungumza kwamba hakubaliani na baadhi ya nchi zilizoteuliwa kuwemo katika hiyo Quad, hususan UAE ambayo yeye alidai kwamba inaonekana iko upande wa RSF. Kwa hiyo pale akaonekana Abdel Fattah al-Burhan kwamba hayuko tayari kutoa ushirikiano wa kutosha katika hii Quad. Na kwa hiyo Marekani walikuwa wameshaanza, lakini sasa kukosekana kwa ule ushirikiano wao kwa wao kama tunavyosema, haya majeshi mawili ndio kimesababisha kuchelewa hata huu mpango wenyewe ambao hata Umoja wa Afrika pia walikuwa wameshaunga mkono kwamba ni mojawapo ya hatua nzuri ya kutatua ule mgogoro, ingawa walipendekeza kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo pia zilikuwa hazijaingizwa katika ile Quad ambazo pia zilitakiwa ziwemo, ikiwepo Chad ambayo ina wakimbizi zaidi ya milioni 1 kutoka Sudani. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Umoja wa Afrika unacheza kete yake na unachukua nafasi yake ipasavyo, lakini tatizo linakuwepo sasa kwa wale ambao ndio wanatakiwa wawe tayari kuacha yale mapigano. Bado wana nguvu, bado wana silaha za kisasa, hizo drones ambazo ukiangalia kwa takriban ndani ya mwaka huu tu zinakadiriwa kwamba zimeua zaidi ya watu 700. Kwa hiyo mauaji ni makubwa kama ulivyoeleza pale mwanzoni Mama Zainabu, lakini tunaamini bado jitihada za jumuiya za kimataifa zitaendelea kuwepo, jitihada ya Umoja wa Afrika itaendelea kuwepo, na hatimaye mgogoro huu nadhani utakuja kuwa na mwisho, kwa sababu hakuna marefu yatakuwa na ncha. Japokuwa kwa sasa hivi kwa kweli bado shida ipo, miaka 3 tunaingia mwaka wa 4, lakini kusema kweli matumaini ama matarajio bado hayajaonekana vizuri. Sawa kabisa, Tumaini Munale. Wachambuzi, hebu tuangalie sasa kuhusu mkutano wa Berlin. Umefanyika mkutano hapa nchini Ujerumani kuijadili hasa dhiki kubwa inayowakumba mamilioni ya Wasudan. Pamoja na maamuzi mengine, ni ahadi za fedha zitakazosaidia kuepusha maafa ya njaa zimetolewa. Swali langu ni kwamba, je, mkutano huu una tija yoyote kwa Wasudan? Kwa sababu hii si mara ya kwanza kutolewa ahadi kama hizo. Bi Maimuna, wewe una lipi la kusema? Mkutano kama huo ni muhimu sana kwa sababu Sudan tayari wananchi wake wameathirika. Kama ulivyosema, kuna baa la njaa, lakini tukumbuke kwamba hiyo ni ahadi tu imetolewa. Hatutajua kama itatekelezwa lini wala lini. Yapo tatizo la baa la njaa na kukosekana kwa mambo muhimu kama masuala ya hospitali na mambo mengine ambayo ya kuendeleza nchi. Ni mambo ambayo yatakana kufanyika sasa hivi, sio baadaye. Lakini pia kutekeleza masuala kama hayo ya baa la njaa itataka kuwe na usalama wa kutosha katika nchi. Bila kuwa na usalama, sidhani kama chakula kitaweza kupitishwa, ama pengine vitengo vya afya vinaweza kwenda vikasaidia vya kitaifa, ama kama kutaweza kuingia watu kutoka nchi zingine kuweza kusaidia wananchi warudi katika maisha ya sawa. Kwa hiyo hapa kitu cha muhimu sana ni kweli chakula kinatakikana, lakini je, usalama utapatikana vipi? Kwa sababu usalama ukipatikana, vitu vingine vyote vinakuwa ni rahisi kutekelezwa. Bwana Mutasa, wewe unasemaje? Manake hapo serikali ya Sudan huko mjini Khartoum imeukosoa mkutano huo wa Berlin na imesema kuwa hatua hiyo ni sawa na kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi yake, hatua ambayo Sudan imesema
haikubaliki kabisa, na imesema Ujerumani haikushauriana na Sudan kabla ya kuitishwa mkutano huo. Kauli kama hizo, athari yake ni nini? Bila shaka, unajua panapokuwepo pande mbili zikiwa zinakuwa zinazozana, inakuwa sio rahisi kwamba kila atakayetaka kuingilia swala hili itakuwa kwamba atapewa ruhusa au upande mmoja lazima utakuwa na malalamiko kwamba sisi hatukubali, au upande mmoja utasema unakuangukia upande mwingine. Lakini kwa kifupi, huu mkutano wa Berlin umekuwa ni mkutano mzuri kwa sababu Bi Maimuna akazungumza swala la usalama. Panapokuwa hapana usalama, inakuwa hapana inaweza kufanyika. Lakini huu ni mkutano ambao umezijumuisha jumuiya zote za kimataifa, kuanzia Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, IGAD, pamoja na Umoja wa Nchi za Kiarabu, pamoja na hili kundi la hizi nchi nne Quad, wakiwemo Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Misri. Sasa ni mkutano ambao unaonesha hadhi kwamba wanajali tatizo la Sudan, licha ya kwamba kuna sasa hivi matatizo mengi ambayo yamekuwa yakijitokeza, vita vya Irani na Marekani na Israeli, tuna vita ambavyo navyo havishi vya Urusi na Ukraine. Lakini hii imekuwa ni moja katika njia bora ambapo usahau Ujerumani wametoa euro milioni 20 kuweza kusaidia tatizo la njaa, tatizo hili linalolikumba Sudan. Kwa hivyo huu ni mkutano, bila shaka lawama zitakuwepo, lakini inapokuwa kwamba watu wamejitokeza na hii kukubali nchi kama Ujerumani kwamba kufanya nini, kusema kwamba sisi tutauweka mkutano huu ufanyike hapa Berlin, hii nayo ina hadhi yake. Ushafahamu? Ingawa tunasema wakati mwingine kwamba Ulaya ndo zinachochea matatizo haya kwa maslahi yao, lakini wameweza kuahidi kwamba watatoa milioni 20 za euro, na wakati ambapo Sudani inahitaji karibu bilioni 12.5 za dola ili kuweza kuisaidia Sudan. Lakini wangapi ambao wameweza kutoa pesa kusema kwamba watatoa pesa? Sahau, Imarati iliahidi kutoa pesa sijui milioni 500 za dola kama sijakosea, lakini tujiulize hizo pesa sijui zitakwenda Sudan kwa njia ipi, kwa sababu serikali ya Burhan al-Fatah imekuwa ikilaumu Imarati kwamba tangu mwanzo wa vita hivi wamekuwa wakifanya nini, wakiwasaidia upande wa kundi la RSF. Kwa hivyo mikutano kama hii kile inapokuwa inaendelea ni mikutano ambayo lazima inaleta alau hata ikiwa kidogo, lakini panakuweko mwangaza fulani unaonekana kwamba manake bila mazungumzo, mwenyekiti, hakuna linaweza kupatikana. Na siku zote ukitaka lazima uachie. Usidhani kwamba utachukua yote ile kwamba the winner takes it all. Hapana bwana, kuna mengine lazima na wewe katika swala la mkutano ukubali na uachie mengine. Kwa hivyo mazungumzo haya kila yatakapoendelea yanaleta mwangaza fulani katika tatizo la Sudan. Hakika kinachotokea nchini Sudan ni hali ya kusikitisha. Vita ndivyo hivyo vimeingia mwaka wake wa 4. Inawezekana kuwa panahitajika maamuzi magumu ili kuimaliza hali hiyo, kwa mfano kwa kuigawa Sudan katika pande mbili zinazowakilishwa na mahasimu, yaani upande wa jeshi kuu na ule wa vikosi vya RSF. Unadhani hilo linaweza kuwa suluhisho, Tumaini Munale? Kabisa, nafikiri ni mojawapo ya suluhisho hilo, kwa sababu ukiangalia mfano mpaka sasa hivi sehemu ambazo wanazikamata Rapid Support Force ni upande wa magharibi, sehemu ya Darfur, lakini ukiangalia pia upande wa eneo la Kordofani na baadhi ya sehemu za mji mkuu wa Khartoum, na upande wa jeshi la serikali Sudan Armed Forces hasa wamekamata upande wa mashariki na kaskazini na asilimia kubwa ya mji wa Khartoum. Kwa hiyo ukiangalia mashariki na kaskazini wamekamata jeshi, lakini kusini na magharibi asilimia kubwa wamekamata Rapid Support Force. Na tunazungumzia haya ndio makundi ambayo ni makubwa, ambayo kimsingi ndio chanzo cha mgogoro wenyewe. Kwa hiyo nafikiri kwa wazo leo zungumza Mama Azai na la kugawanya ni mojawapo ya solution, lakini bado naamini katika dunia za kimataifa na hususan Marekani, kama itaamua kabisa mtu mmoja Burhani hawezi kukwamisha mazungumzo yale. Lazima tu
amekosa shinikizo la jumuiya za kimataifa kubwa, ndio maana anakuwa na kiburi cha kukataa kukutana na wenzake, kukutana na hao waasi. Hawakubali kama alivyosema ndugu yangu Omar Mutasa kwamba anataka achukue kila kitu, lakini kumbuka hili na yeye pia ni jeshi ambalo limekuwepo tangu wakati wa Omar Bashir. Sawa sawa. Sema kwamba lisitambulike moja kwa moja, bado pia kutakuwa na ugumu. Kwa hiyo lazima tu kila mtu akubali kupoteza sehemu fulani ili kunusuru nchi na ili amani iweze kuwepo ndani ya Sudan. Sasa kama Abdel Fattah Burhan, yeye kila jitihada ambazo zinaletwa na jumuiya za kimataifa amekuwa anapingana nazo, kwanza ile ya Quad, lakini pia hata hii ya jumuiya za kimataifa ambazo wamekutana Ujerumani kuchangia na wakaahidi kutoa hizo dola bilioni 1.5 pamoja na pesa zote hizi, lakini bado naona kwamba kiongozi wa jeshi la serikali Burhan bado anaonesha kwamba hatoi ushirikiano katika jumuiya ya kimataifa. Maana ni kwamba pia yeye ni tatizo kama alivyosema Omar Mutasa. Bi Maimuna Mwidau, tunaweza kuwa na matumaini juu ya mgogoro wa Sudan kutatuliwa hivi karibuni? Siku zote mwenyekiti, matumaini lazima yawepo kwa binadamu. Kwa hiyo itafika wakati lazima watafute suluhu, kwa sababu hawataweza kuendelea vile wanavyoendelea, ama mmoja ampendue mwenzake na amshinde nguvu. Lakini kama walivyozungumza wenzangu, huo mgawano wa hiyo nchi itakuwa ni athari kubwa kwa Afrika na kwa wao wenyewe wa Sudan. Wakati nilipokuwa Sudan niliona ule mgawanyiko wa Sudan kaskazini na kusini, ilileta athari kubwa sana, kwa sababu watu wameshatangamana miaka mingi sana, wana ndugu huku ndugu kule. Hii tatizo la kabila hizi, kwamba wengine ni Waarabu, wengine ni Waafrika. Sasa kuigawa tena ile nchi italeta mtafaruku mkubwa sana maeneo ya Sudan na kwa Afrika haswa kwa jumla. Kwa hiyo matumaini yapo, na hakika kile takapokuwa kuna baadhi ya nchi ambazo zitajaribu kadri ya uwezo wao, waangalie kwamba huu mgogoro umalizike karibu sana. Asante sana. Tumaini, unasemaje kuhusiana na hilo? Matumaini yapo, lakini kusema kweli hali ni mbaya. Naweza nikasema tusubiri tu kwamba labda kama hizi vita zinazoendelea sasa hivi huko Mashariki ya Kati kama vitapungua kama nilivyosema sasa mwanzoni. Hakika hii Quad kama ikichukua msingi wake vizuri kama ambavyo Marekani wameanzisha, na wakaongeza hata hizo nchi zingine ambazo Sudan wenyewe wamependekeza ziwemo pia katika kutatua huo mgogoro, ni imani yangu kwamba pia ukiongeza na Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya kama ambavyo wameshiriki kwenye mkutano wa Berlin, wakijumuisha yote hayo, naamini kwamba mgogoro huu wa Sudan unaweza ukaisha na Wasudani wenyewe angalau maisha yakaendelea, kwa sababu kiangalia sasa hivi uchumi umeharibika, miundombinu inazidi kuharibika, watoto hawaendi shule, njaa, ndio hivyo tunasema, yani kila kitu sasa hivi kimeshapalanganika, vyombo vya habari havifanyi kazi asilimia kubwa. Kwa kweli ni nchi ambayo inaelekea kuharibika kabisa, kwa sababu hizi za tamaa za madaraka, lakini pia ubinafsi ambao pia ndio umewafikisha hapo ambapo walipo sasa hivi. Kwako Omar Mutasa, tunaweza kuwa na matumaini juu ya mgogoro wa Sudan kutatuliwa hivi karibuni? Sasa hivi anasema paliponia na njia ipo. Nimekuwa nikizungumza na baadhi ya wakimbizi wa Kisudan wanaoishi hapa nchini Uganda. Wakisema kutokana na kundi la RSF kuchukua madaraka upande wa Darfur, walidhania kwamba wataunda serikali yao na kujitangazia uhuru wao upande wa Darfur, lakini kufikia mpaka sasa hivi Wasudani wengi wanasema nadhani sio lengo la Mohamed Dagalo kufanya nini kuwa na sehemu yake mwenyewe, naye anapigania Sudani yote kwa pamoja. Kwa hivyo paliponia na njia ipo, mazungumzo lazima yataendelea, na ndipo atakapopatikana suluhu katika mzozo huu wa Sudan ambao umechukua miaka 3, sasa hivi unaingia mwaka wa 4. Naam, paliponia hapakosi njia. Nami ndio hadi hapo naifunga meza hii ya duara kwa leo. Msikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi, na nawashukuru wataalamu wetu kutoka Mombasa, Bi Maimuna Mwidau, Tumaini Munale ukiwa hapo Shinyanga nchini Tanzania, na kutoka Kampala, Uganda, na kushukuru sana Omar Mutasa. Na mimi ni Zainab Aziz, mwenyekiti wa maoni meza ya duara kutoka hapa DW Bonn. Na kuaga msikilizaji, kwa heri.